Za mchezo zimetamatika kule nchini Eswatini ambapo Simba alikuwa akicheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Mchezo ulikuwa mzuri sana, mchezo ambao umetoa hisia za wachezaji kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Kwangu binafsi nimpe kongole kocha mkuu wa kikosi cha Simba Dimitar Lapatev kwa sababu ni mechi yake ya kwanza ya mashindano na ni kocha mpya na tangu pale aweze kutangazwa na Simba kwamba ni kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba kwa haraka haraka kama ana siku 10 hivi, maana alitangazwa Jumamosi, Jumapili Jumapili akawasili nchini Tanzania na Jumatatu wachezaji wakaingia kambini na wakaanza mazoezi na kuanza zile session ambazo kocha Dimitar Lapatev alivyokuwa ameanza nazo. Kwangu mimi kwenye mchezo wa hii leo, man of the match ni kocha mwenyewe, kwa sababu ukijaribu kipindi ambacho amekabidhiwa timu na ukijaribu falsafa ambazo alizojaribu kuziingiza kwenye mchezo wa hii leo, unaona kabisa Simba imebadilika kwa baadhi ya maeneo. First half Simba walikuwa bora, lakini hawakuwa bora sana kwa sababu Nsingizini nao pia walikuwa bora katika maeneo ya katikati. Nsingizini walijaribu kupishana na Simba na Simba nao pia walijaribu kupishana na Nsingizini, lakini kitu ambacho Simba kimewasaidia ni confidence, exposure na experience katika haya mashindano, na ndio maana kipindi cha kwanza Simba aliweza kuwin goli moja kupitia kwa Wilson Nangu. Second half kwangu mimi ndio kilikuwa the best kabisa, kwa sababu kilikuwa ni kipindi bora kweli kweli. Kipindi cha pili tulikuwa tunaona sasa mifumo ambayo kocha Dimitar Lapatev alichokuwa akihitaji kwenda kufanyika katika mchezo wa hii leo. Kipindi cha pili ndio tulikuwa tunaona sasa vikimbio, tulikuwa tunaona baadhi ya transition, baadhi ya dribbling kwa baadhi ya wachezaji zilikuwa bora sana katika kipindi cha pili, lakini kongole sana kwa maamuzi ambayo aliyeweza kuyafanya kocha kwa kuwatoa baadhi ya wachezaji na kuwaingiza kwa baadhi ya wachezaji. Alimtoa Joshua Mutale Budo, lakini pia alimtoa Neema Emma na baadaye akaingia Yusuf Ali Kagoma, akaingia Kibu Dennis Prosper na mchezaji mwingine. Hizi ni sababu ambazo na Jonathan Soa baada kutoka Selemani Mwalimu. Hizi ni sababu ambazo zilikuja kubadilisha mfumo wa mpira. First half Simba walikuwa wakicheza 4-4-2 kwa maana kwamba mbele walikuwa wawili, lakini umbili ambao Simba kule mbele walipokuwepo nilikuwa sione kama kulikuwa na wachezaji wawili, kwa sababu muda wote Simba Selemani Mwalimu alikuwa anakuja, mipira ilikuwa haiendi mara kwa mara, lakini second half kocha akasema kwamba acha nibadilishe mfumo, na ndio maana akamtoa Selemani Mwalimu akamuingia Jonathan Soa, akamtoa Neema Emma akamuingiza Kibu Dennis Prosper, lakini pia akamtoa pia eneo la katikati pale akaingia Yusuf Ali Kagoma. Kwa nini? Kipindi cha pili mabadiliko yalianzia hapa, kuingia kwa Yusuf Ali Kagoma, kwa maana kwamba alienda kutengeneza ulinzi katika eneo la kuhold mipira, kwa maana kwamba Simba hawakuwa tena na pressure katika eneo lile. First half Simba kipindi cha kwanza alikuwa akicheza Nabi Kamara kwa kipindi cha kwanza katika eneo la kuhold mipira, lakini kipindi cha pili second half kwa maana kwamba aliingia Yusuf Kagoma kwenda kutuliza ile hasi ambayo Simba walikuwa wakikumbana nayo kipindi cha kwanza. Kwa hiyo mimi narudi pale pale kusema kwamba man of the match kwenye mchezo wa hii leo ni kocha mwenyewe Dimitar Lapatev. Yeye ndiye ambaye alikuwa ameshikilia uskani kwamba aanze na nani, aweze kufanya maamuzi gani. Hicho ambacho Simba alichokipata katika kipindi cha pili na kipindi cha kwanza katika mchezo huu wa mkondo wa pili kombe hili ligi ya mabingwa barani Afrika, mimi kwangu nampa man of the match ni kocha mwenyewe. Kwanza ukiingia kwenye timu ambayo ilikuwa na misukosuko, kocha mkuu ameachana klabu hiyo from nowhere, Fadlu ameondoka, kuja kwa Dimitar Lapatev alijaribu kuwatuliza wachezaji, alijaribu kuingiza kitu kidogo kidogo kwa wachezaji. Leo tumeona pasi zikitembea, leo tumeona transition zikitolewa, lakini leo tumeona pale goli ambalo alofunga Kibu Dennis second half, ulikuwa unaona kabisa lile goli lilianzia katika uwanja wa mazoezi. Jonathan Soa anauchukua mpira kutoka kwa Jean-Charles Ahoua. Jonathan Soa anasogea ule mpira ndani ya 18. Kwangu mimi binafsi nilijua kwamba Jonathan Soa anaweza akapiga mwenyewe pale, lakini imekuwa tofauti. Jonathan Soa anapiga kisigino, Kibu Dennis Prosper anaenda kufunga na goli lake la kushoto.
lile goli la pili ambalo Simba wameshinda, lile goli limetoka kwenye uwanja wa mazoezi. Ndio maana nikasema kwamba zile ndizo zilikuwa transition ambazo Simba walikuwa hawana kipindi kocha alipokuwepo Fadlu Davis. Kwa hiyo Simba imebadilika kwa asilimia 60, naweza nikasema hivyo. Siwezi kuwapa asilimia 100 kwa sababu kuna vitu vingine vilikuwa havijakaa sawa, lakini Simba imebadilika kwa asilimia 60, lakini bado narudi pale pale. Man of the match kwenye mchezo wa hii leo ni kocha mwenyewe Dimitri Pantev. Kwanza angekuwa kocha mwingine angekuwa na pressure. Ametangazwa wiki mbili zilizopita na leo ameingia kwenye mashindano ambayo Simba anatakiwa kufanya vizuri ligi ya mabingwa barani Afrika, na Simba miaka 6 hajawahi kutolewa katika michuano hii ya ligi ya mabingwa katika hatua za awali. Kama ingekuwa matokeo tofauti, basi ndio ingekuwa pressure kubwa sana kwa upande wa Dimitri Pantev, lakini Dimitri Pantev alijaribu kutuliza pressure, alijaribu kuwatuliza wachezaji kwamba chezeni hivi kile ambacho nilichowafundisha katika uwanja wa mazoezi, na ndicho ambacho leo kimeenda kuonekana katika uwanja wa pale Somkhololo pale nchini Eswatini katika mji wa Mbabane. So far good better kwa upande wa kocha, benchi la ufundi ilikuwa quality. Selemani Matola alijaribu kumpa ushirikiano mkubwa sana, lakini wachezaji pia hawakumwangusha kocha Dimitri Pantev. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nataka kidogo ni share na wewe. Sijui Elie Mpanzu anawapa nini hawa makocha, na sijui Mpanzu ana impact gani kwenye mchezo wa hii leo. Kulikuwa na makosa kudelay kwa upande wa Elie Mpanzu second half na first half, kwa maana kwamba kipindi cha kwanza alikuwa ana delay. Joshua Mutale Budo anajaribu kureceive mpira, ana dribble mara kwanza na dribble mara pili. Ukienda kwa upande wa Elie Mpanzu anabadilisha maamuzi, kwa maana kwamba walikuwa hawaendi mbele wakajaribu kurudisha nyuma. Yani ni tafsiri ni kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa anapozesha mipira. Kwangu mimi binafsi Elie Mpanzu alikuwa hakipaswa kutoka kipindi cha kwanza tu, Elie Mpanzu angetolewa, lakini sijajua kwa mfumo wa kocha mwenyewe na fikra yake kocha alikuwa na maana gani, lakini kongole ziende kwa kocha mwenyewe Dimitri Pantev. Kama Simba ingepoteza katika huu mchezo, basi lawama nyingi sana zingeenda kwa Elie Mpanzu, kwa sababu ilionekana ana delay sana kasi ya wenzie na kasi yake imekuwa ni tofauti. Kwangu the best player katika mchezo wa hii leo ni kocha mwenyewe Dimitri Pantev. Leo ndiye ambaye angekuwa man of the match kama ningekuwa na majukumu hayo ama maamrisho hayo kumchagua man of the match kwenye mchezo wa hii leo, ni kocha Dimitri Pantev. Kwanza angekuwa na pressure kubwa mno, lakini hilo limeenda kuwa tofauti kubwa sana. Kufunga magoli matatu katika ardhi ya ugenini Somkhololo pale nchini Eswatini, mji wa Mbabane, sio kazi rahisi. Tumewashuhudia jana watani wao Dar es Salaam Young African ambao pia wameweza kupoteza kwa goli moja. Wenzao leo Simba angekuwa na pressure kubwa sana kwa sababu ameshamuona mwenzie amepoteza, lakini yeye alijaribu kutuliza pressure. Kocha akawaambia kwamba nendeni mkafanye kile ambacho mimi nilichokuwa nakihitaji. The best player katika mchezo hii leo ni kocha mwenye Dimitri Pantev, kwa maana kwamba amejaribu kureceive kile ambacho alichokuwa kimeanzia katika uwanja wa mazoezi. Ingekuwa Selemani Mwalimu kipindi cha kwanza angeanza Jonathan Soa, tusingeona bodi kama hili. Jonathan Soa kuna kitu ambacho alijaribu kukiona kwa Selemani Mwalimu, na kocha akamwambia kwamba umeona vile ambavyo anavyofanya mwenzio, sasa usiende wewe ukufanya kama vile ambavyo alivyokuwa akifanya mwenzio. Tunaona Jonathan Soa anashuka chini kuchukua mipira, anaenda mbele. Forward ama mshambuliaji ametoa assist kwa kiungo mshambuliaji ambaye anatokea pembeni. Eneo ambalo aliyokuwepo Kibu Denis Prosper ndio ambaye angepaswa kuwa Jonathan Soa, na eneo ambalo aliyokuwepo Jonathan Soa ndio angepaswa kuwepo Kibu Denis Prosper. Hii ni exchange, kwa maana kwamba walijaribu kubadilishana, lakini ukienda kwenye zile element za ushambuliaji, Kibu Denis Prosper alivyokuwa Mbeya City alikuwa ni mshambuliaji, kwa maana kwamba zile element za ushambuliaji kwa Kibu Denis zilikuwa nzuri sana. Touch ya kwanza anajaribu kugusa, touch ya pili anapiga bulaki la kushoto, good goal zuri kweli kweli kwa kipindi cha pili, na Simba walikuwa na kiwango bora kweli kweli kwa kipindi hiki cha pili. Kwangu mimi narudi pale pale kusema kwamba man of the match katika mchezo hii leo ni kocha mwenyewe Dimitri Pantev. Sasa hapa Singizini wana kazi kubwa ya kufanya katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Magoli matatu umeruhusu katika ardhi yako nyumbani na unaenda katika ardhi ya mwezio, kwa maana kwamba anaenda kucheza na Simba ambaye ana historia nzuri sana katika uwanja wa Stadio Benjamin Mkapa. Tafsiri ni kwamba zile historia ambazo alizokuwa nazo Simba katika uwanja ule, naona kabisa mvua ya magoli itaenda kummiminikia Singizini. Kitu pekee
ambacho walijaribu kukifanya Nsingizini ni kitu kimoja. Kwanza waliwadharau Simba. Hii ukweli usemwe, kwa maana kwamba Nsingizini waliwadharau Simba, kuona kwamba Simba imeshapotea, ule ufalme wake wa kucheza soka zuri, kufanya vizuri umeshapotea. Na ndio maana kipindi cha kwanza Nsingizini walijaribu kupishana na Simba. Simba anapita kushoto, huyu anapita kulia. Kulikuwa na makosa ya hapa na pale, walikuwa wanapiga zile pasi za open plays, kwa maana kwamba gusa achia, twende kwao. Tuliziona sana hizo kipindi cha kwanza kwa upande wa Nsingizini. Hicho ni kitu ambacho wao walikosea, lakini mchezaji klabu kubwa siku zote barani Afrika, hata barani Ulaya, hata kama ukisikia Simba anakonda ama inamfikia njaa, lakini hawezi kula ugali wala hawezi kula wali, lazima atakuvizia kwenye counter attack. Goli la tatu ambalo Kibu Denis anaenda kushinda ni goli ambalo lilianzia katika eneo la katikati. Tachi nzuri sana kwa upande wa Morris Abraham. Anaweza kugusa mpira mara ya kwanza, beki anakuja, anatandika leli, Morris Abraham anaruka mpira uko mbele yake, akapiga pasi moja nzuri kweli kwenda kwa Kibu Denis Prosper. Na Kibu ambacho alichokifanya, alijaribu kumuona Shabalala ambaye ni golikipa wa klabu ya Nsingizini anakuja. Tafsiri ni kwamba kulipunguza goli. Kibu akasema kwamba hapa sipigi makwapani, akajaribu kuchopa ule mpira, goli zuri. Simba anapiga goli tatu katika uwanja wa ugenini Somhololo pale nchini Eswatini Mbabane. Anarejea hapa katika ardhi ya Tanzania, muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye ni mchezo wa marudiano. Simba na faida goli tatu katika ardhi ya ugenini. So far akija hapa Nsingizini atapigwa ngapi? Kwenye makaratasi Simba ni bora sana, kwa sababu ukijaribu kutazama kwenye karatasi Simba ni bora, kwa sababu ukitazama vile viwango vya CAF, Simba yupo nafasi ya 5, Nsingizini yuko nafasi ngapi? Siri ni kwamba Nsingizini ni underdog dhidi ya Simba, lakini kwenye mita ile 100 ya uwanja, mita 100 Nsingizini ama mpira kwenye ndani, kwenye ile mita 100 ya uwanja, ule ubora wako kwamba wewe uko nafasi ya 5, kwa nini huwa haonekani? Kwenye makaratasi Simba bora, lakini kwenye pitch tuliwapa heshima Nsingizini. Lakini walichokifanya Nsingizini, walijaribu kuwadharau Simba na kuona kwamba hawa tunawaweza. Dakika 90 zimetamatika, Simba anajipatia goli tatu zuri, goli ambazo goli mbili zimefungwa na Kibu Denis Prosper na goli moja limefungwa na Wilson Nangu, ambaye kipindi cha pili hakuweza kumaliza kutokana na majeraha ambayo alikuwa ameyapata. Kutoka kwa Nangu akaingia Karabu Chamu, safu ya ulinzi nao pia iliendelea kujengeka, kwa sababu aliyetoka ni mzuri na aliyeingia pia ni mzuri. Kitu cha mwisho, Simba waendelee pale ambapo walipoishia. Kocha Dimitri Patev ni kocha ambaye anajua nini ambacho anachokifanya. Hizi ni wiki mbili za kocha